Tunaendelea na swali linalofuata. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mbunge wa Ushetu, sasa uliza swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali langu namba 228 liweze kupata majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa tafsiri ya ardhini ya matangazo ya serikali ya uanzishwaji wa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga na Kaliua mkoani Tabora, hakuna mgogoro wa mpaka kati ya mikoa hiyo miwili. Mgogoro uliopo wa mpaka ni kati ya hifadhi ya msitu wa Mto Igombe unaomilikiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania yani TFS na msitu wa hifadhi wa Ushetu Ubangwe unaomilikiwa na Halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mgogoro huo umetokana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kuweka alama za mipaka kwenye eneo la hifadhi ya msitu wa Ushetu Ubangwe uliopo katika Halmashauri ya wilaya ya Ushetu mkoani Shinyanga. Hata hivyo, kwa mujibu wa matangazo ya serikali ya uanzishwaji wa hifadhi ya msitu wa Igombe River, tangazo la serikali namba 32 la mwaka 1958 na hifadhi ya msitu wa Ushetu Ubangwe, tangazo la serikali namba 442 la mwaka 1958, hakuna muingiliano wa mipaka kati ya hifadhi hizi mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania yani TFS itaendelea kuhakikisha hifadhi ya msitu wa Igombe River inabakia kwenye mipaka yake kama ilivyo kwenye tangazo la serikali namba 32 la mwaka 1958 la uanzishwaji wa hifadhi hiyo. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu ya serikali, kwanza niseme kwamba mgogoro upo, na hata kipindi Mheshimiwa Rais ameteua wale mawaziri 8 waliokuja Shinyanga, wa mkoa ulitoa taarifa juu ya mgogoro huu, na ilifikia hatua wananchi wangu zaidi ya 17 wakakamatwa kimakosa wakiwa na vibali na mali zao zikataifishwa zikapelekwa Kaliua. Na kuna kipindi ilifikia hatua Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya askari wa TFS upande wa Kaliua na wa halmashauri yetu ya Ushetu wakakutana pale kwenye mipaka baada ya kuona mipaka ya hifadhi ya Igombe imehamishwa kuja kwenye eneo la Ushetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kamishna wa ardhi aliagizwa na alishafika akafanya tathmini na timu yake yote ya kusoma na kutafasiri ramani upya, na kilichokuwa kimebakiwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni waziri kuja kutangaza tu mipaka ikae wapi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninaomba ni lini serikali, Mheshimiwa Waziri wa Ardhi atakuja kutafasiri na kusoma mipaka hii ili kuondoa mwingiliano uliopo kwa wananchi wangu. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli historia aliyoitoa Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani kwamba kumekuwa na changamoto ya tafsiri ya mipaka katika eneo la hifadhi ya msitu wa Igombe River pamoja na hifadhi ya msitu wa Ushetu Ubangwe, hifadhi moja ikiwa ipo chini ya TFS na hifadhi nyingine ikiwa ipo chini ya Halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Lakini kama alivyotoa yeye mwenyewe historia, jambo hili limefanywa kazi na kufikia ukingoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamana ya tafsiri ya mipaka ya ardhi ikiwemo mpaka kati ya TFS na hifadhi hii ya TFS pamoja na hifadhi hii ya Halmashauri ya wilaya ya Ushetu ipo chini ya Wizara ya Ardhi, na tayari Mheshimiwa Waziri wa Ardhi swala hili analifahamu, na kama alivyoomba Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Waziri ataweza kulishughulikia ili aweze kupitia Wizara ya Ardhi kutoa tafsiri ya mipaka na kuweza kukamilisha kabisa kumaliza huu mgogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ndo naloweza kumjibu Mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo akae na amani, serikali ipo kazini na itakuja kutatua mgogoro huu katika jimbo lako Mheshimiwa mbunge. Pia kuna nyongeza kutoka kwa Naibu Waziri wa Ardhi. Ardhi nadhani. Ndio. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba swali hili lilikuwa lielekezwe wizara yetu kwa sababu lina mekanizmu ya kiutendaji, lakini nataka tu nimhakikishie Mheshimiwa
mbunge kwamba baada ya maswali na majibu tutakutana ili tuweze sasa kulijengea hoja ambazo zinaweza, ni kweli kabisa lilishafanywa kazi kwa kiasi kikubwa sana, na hii baada ya maswali na majibu tutakutana na mhusika ili tuweze kuyajenga vizuri, kuyafikisha kwenye eneo halisi. Asante sana Mheshimiwa Pinda, nakushukuru pia. Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI pia ninakushukuru.